Fratelli e sorelle, con grande gioia anche quest'anno celebro con voi la solennità dell'Assunzione. Ndugu wapendwa, ni kwa furaha kubwa kwamba tena mwaka huu ninaadhimisha pamoja nanyi sherehe ya kupalizwa mbinguni kwa Bikira Maria. Mafundisho rasmi ya kanisa yanatufundisha kwamba Maria, baada ya kukamilisha mwendo wa maisha yake ya duniani, alipalizwa mwili na roho katika utukufu wa mbinguni. Mafundisho hayo pia yanatuonyesha kwamba katika fumbo hili tunashuhudia utimilifu wa neema kamilifu kabisa ambayo Mungu alimjalia Maria tangu mimba yake isiyo na dhambi. Kwa sababu hiyo, kazi nyingi za sanaa humuonyesha Maria kama msichana mrembo mwenye sura changa akipaa kutoka duniani kuelekea mbinguni mwishoni mwa maisha yake hapa duniani. Taswira hizi zimechochewa na tukio linaloelezwa katika kifungu cha kitabu cha Ufunuo tulichokisikia katika somo la kwanza. Mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Taswira hii inaashiria kwamba katika moyo wa Maria, mbingu na dunia, nyakati na umilele vinakutana. Kwa mtizamo wa kwanza, picha hii inaweza kuonekana kinyume na uzoefu wetu kuhusu yale ambayo hupita kwa miaka kunatufanyia. Tunapozeeka, miili yetu haiwi mepesi zaidi, bali inakuwa mizito zaidi. Ngozi yetu haiwi nyororo na changa zaidi, bali huonyesha dalili za uzee. Nywele zetu haziongezeki rangi na kung'aa, bali hubadilika kuwa kijivu na hatimaye kuwa nyeupe. Kwa hiyo sisi tuna uhusiano gani na yule mwanamke mrembo na kijana anayechorwa katika madhabahu za makanisa yetu? Ili kuelewa jambo hili, tunapaswa kuunganisha ishara mbili tulizozitaja: mwili wa mama wa Mungu usioharibika na moyo wake usio na doa. Kwa maana ni usafi wa moyo ambao kwa Maria, kama ilivyo kwetu, kwa neema ya Mungu huangaza na kubadilisha sura ya mtu mzima na hatimaye kutuongoza kwenye utukufu wa mbinguni. Kutukuzwa kwa Maria mwili na roho kunatufundisha kwamba uzuri wetu wa kweli haupo katika kuficha alama za uzee, bali katika kudhihirisha alama za upendo usio na mwisho, upendo ambao hata huacha alama yake katika miili yetu. Kwa mtizamo huu, tunaalikwa kuchunguza upya viwango vingi vya urembo ambavyo ulimwengu unatupatia, viwango ambavyo kwa kiasi kikubwa vimejengwa juu ya tamaa ya starehe, anasa na kuponda mali. Viwango hivyo vinaweza kutunasa katika matarajio mazito yasiyotekelezeka na kutufanya tutumie nguvu na muda wetu wa thamani katika mambo ambayo kwa kweli si ya muhimu na ambayo hayadumu milele. Katika maisha ya kila siku tunakutana na watu ambao nyuso zao zimebeba alama za miaka na mateso, lakini bado wana uwezo wa kuangaza utulivu, wema na amani. Vivyo hivyo tunaweza kuwaona wengine ambao kwa nje huenda wana mvuto mkubwa, lakini mioyo yao imekuwa migumu na baridi. Ni rahisi sana kuona uzuri wa kweli uko wapi, na kwa upande mwingine kuona mahali ambapo bado kunahitajika uongofu, msamaha na uponyaji. Ikiwa kweli tunataka kugundua na kukuza uzuri wa kimungu unaotuzunguka na ambao kwa ajili yake tumeumbwa, na ikiwa tunataka kuwashirikisha watu wanaotuzunguka, ni lazima tujifunze kuuona katika mikunjo ya uso wa mzee, kama tunavyouona katika uso mwororo wa mtoto, katika ukomavu wa mtu mzima kama tunavyouona katika uchangamfu wa kijana, katika nguo za kazi na vifaa vya kazi kama tunavyouona katika mapambo ya sherehe. Ni lazima tusikilize hadithi za pekee za upendo ambazo kila moja ya hali hizi inatusimulia, na ndani yake tutambue mwangaza mdogo wa mbingu. Upendo ndio pambo zuri zaidi la mwanadamu. Upendo hubadilisha sura ya mtu, humgeuza, humuinua na kumpatia heshima. Upendo humfanya mwanadamu awe mwepesi, huru na karibu zaidi na Mungu, hata katika misukosuko na changamoto za maisha. Akifikiria fumbo la kupalizwa mbinguni kwa Bikira Maria, Mtakatifu Paulo wa Sita alisema kwamba ili kulielewa maana yake, tunapaswa kubadilisha maneno tunayotumia katika lugha ya kidunia na ya muda
na kuyafanya yawe maneno ya kiwango cha juu kabisa na ya milele, ili kuweza kuufikiria umilele kwa kipimo kidogo. Kuhusu kukutana kwa kisicho na mipaka na chenye mipaka katika mama wa Mungu, Baba Mtakatifu Francisco aliandika hivi: Maria aliweza kugeuza zizi kuwa nyumba ya Yesu, akiwa amemvika nguo duni za kitoto, lakini akimzunguka kwa wingi wa upendo. Muujiza ambao Maria binti wa Nazareti aliupitia katika moyo wake safi na usio na hatia, na ambao ulimuongoza kuufikia utukufu wa mbinguni, ni makutano ya mambo mawili yaliyo katika ncha tofauti. Maria mwenyewe anashuhudia jambo hili katika maneno yaliyovuviwa ya Magnificat, wimbo tuliosikia katika Injili. Katika wimbo huu, maneno rahisi yaliyojaa unyenyekevu wa imani yake, mama wa Mungu anazungumza nasi kuhusu mafumbo makuu na ya ajabu aliyoyapitia. Mungu kuwa mwanadamu ndani yake ili kuiokoa jamii ya wanadamu, na yule wa milele kujifunua ndani ya wakati ili kutufungulia tena njia ya kuelekea kwenye umilele. Wakati huo huo, katika hali yake ya kuwa mtumishi mnyenyekevu, Mtakatifu Paulo wa Sita anasema kwamba Maria anatuonyesha kipimo cha unyenyekevu ambamo sisi pia tunaweza kukutana na Bwana. Hatuhitaji kwenda mbali ili kutafuta ukuu wa fumbo tunalolisherekea. Tunaweza kulikuta popote pale ambapo kuna upendo wa kweli. Tunaweza kuona kwa mfano katika macho ya baba na mama wanaorejea nyumbani baada ya siku ndefu ya kazi, wakiwa wamechoka lakini wenye furaha na kuwa pamoja na watoto wao. Tunaweza kuona katika nyuso za babu na bibi ambao licha ya maumivu na udhaifu na uzee, wanajazwa nguvu mpya isiyotarajiwa wanapowatunza wajukuu wao. Tunaweza kuona katika kujitahidi kwa vijana wanaotamani kukua katika maadili na unyoofu, wakiwa tayari hata kwenda kinyume na mkondo wa kile ambacho kila mtu anafanya. Na hatimaye tunaweza kuona katika kazi ya kila siku ya wanaume na wanawake wengi ambao kwa imani na majitoleo wanasaidia kuleta kidogo kile cha mbinguni huku duniani na kuusogeza ulimwengu wa dunia karibu zaidi na Mungu. Ndugu wapendwa, uso mzuri wa mama yetu wa kupalizwa mbinguni ni wa pekee. Unapita uwezo wa kila aina ya taswira tunayoweza kuitengeneza, lakini wakati huo huo ni uso unaofahamika na ulio karibu nasi. Hata sasa hivi tunaweza kuona uso wake katika watu walio karibu nasi, katika ndugu zetu ambao kwa imani tunashirikiana nao katika kujitoa kwetu kwa Mungu kila siku. Kwa sababu hiyo, jumuiya ya waamini inajitambua katika yule mwanamke wa kitabu cha Ufunuo. Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani unamwelezea Maria kuwa ni mfano na mwanzo wa kanisa kama ishara ya tumaini la hakika na faraja. Katika ubinadamu wake mtakatifu ambao umejazwa neema ya Mungu, tunaiona pia hali yetu wenyewe ya kibinadamu. Kwa hiyo, sisi pia tumeitwa kuishi maisha yale yale yaliyojaa neema ambayo Maria aliyaishi na kushiriki katika utukufu wake. Alipokuwa akizungumza kuhusu ufufuko wa Kristo, Mtakatifu Agustino aliwahimiza Wakristo wakati wake kuufanya ufufuko huo kuwa dira na kitovu cha maisha yao. Alisema, Kristo alifufuka kutoka kwa wafu ili asife tena kamwe. Geuza mwelekeo wako, fuata mwanga, anza kuinuka kutokea pale ambapo yeye aliinukia. Tukubali mwaliko huo, na tulikubali mwaliko huo. Tufuate mwanga wa Bwana mfufuka, na ikiwa ni lazima inatubidi tubadili mwelekeo wa maisha yetu. Atto come madre, guida, compagna di viaggio e protettrice sulla via del cielo. Tufanye hivyo hasa leo kwa kumtazama Maria ambaye Mungu amemvika taji la utukufu mwili na roho, na ambaye ametupatia kuwa mama yetu, kiongozi wetu, mwanahija mwenzetu katika safari na mlinzi wetu katika njia yetu ya kwenda mbinguni.